طيب المقصود من هذا بارك الله فيكم amba haya tunayazungumza kwa yale ambayo tulieleza kabla al-maghrib kwamba elimu inataka umri. Kawaambia hapa elimu ya kidunia mtu akisoma mpaka form 4 ametumia miaka 12 na tunawafikiana kwamba bado si msomi. Na elimu anayosoma ni mawazo ya fulani na fulani. Sasa elimu hii iliwekwa na Mtume alayhi salatu wasalam, pewa wahi kutoka kwa Allah na ukaandika juu yake wanawachuoni, ni elimu inahitaji miaka mingi. Nadhani kwa uchache huo nilioueleza nimepata taswira ya namna gani. Sababu hivyo nilivyoeleza, piga mfano kuna kila elimu ndivyo ilivyo. Kuna zingine si ndefu, kuna zile elimu zingine si ndefu, lakini takriban kuna kila elimu kuna vitabu vya wanaoanza, vitabu wanafunzi wakati na kati, na vitabu vya watu wa watu wa juu. Sio kama ni wanawachuoni hao. Yani wewe ukisoma kwa nahwu kaenda mpaka alfia, wewe si mwanawachuoni wa nahwu bado, sababu alfia mwenyewe ameandika ni khulasa, aliandika beti 1400 akazifupisha zikabaki 1000 kwa watu wavivu kama sisi. Ndio hiyo alfia. Kwa hiyo ni kitabu cha kawaida tu kwenye nahwu. Ina maana wewe ndio kwenye nahwu wewe ni mtu wa lughawi, bado kwenye lugha ni mtu wa kawaida. Kwa hiyo kwenye kila elimu kuna hivyo viwango. Kuna swali niliulizwa na kali limewasumbua watu wengi hapa. Swala mwanamke amefanya jimaa na mume wake kisha akaoga janaba. Baada ya hapo akiwa katika swala manii kamtoka. Ile iliyokuwa imeingia. Kama nimeambiwa nitoe jibu. Asili maswali kama mimi nikiuliza huwa sitoi majibu kwa sababu ukipewa jawabu ndio unaona alhamdulillah kama ushajua yote. Sasa mfano swali kama hili yako mengi. Mengi tu. Na ukisoma mpaka kitabu Umdatus Salik ushajua jibu lake. Kama kuna mtu amesoma Umdatus Salik hapa ajua kwamba jawabu lake ni hili. Sasa imetaja katika kitabu Tahara. Sawa. Na uongezea jingine. Nitajibu hili lakini la pili sitojibu. Mwanamke amepewa talaka akakaa, si anatakana kae hedhi 3, si ndio? Ameingia hedhi moja, zimebaki hedhi ngapi? Hedhi 2. Mume wake akafariki. Zimekutana eda ngapi? Eda 2. Amebakisha wiki zake hedhi zake 2 na kumekuzuka eda nyingine miezi 4 na siku 10. Anafanyaje? Anagairi zile 2 aseme hizo basi naanza upya hizi miezi 4 na siku 10, au atamalizia hedhi zake 2 alafu ataanza miezi 4 na siku 10? Jawabu liko kwenye Umdatus Salik. Ndio maana nikamwambia Muislamu akisoma akafika mpaka hapo kwenye Umdatus Salik, maswali mengi ambayo watu huuliza, je, itakuwaje nikifika nimemkuta imamu ameshakaa katika, mimi nimetanguliwa nikamkuta imamu amekaa katika tahiyatu ya mwisho, je nitakaa vipi? Nitakaa iftirash au tarabbu? Nitakaa kile kikao cha mwisho au kikao cha kati na kati? Nitafanyaje? Umdatus Salik kishakupa jawabu. Sawa sawa. Kwa hiyo mambo piga simu na nini kuingia utaisha kwa kusoma hivi vitabu vya kawaida. Sawa. Kuhusiana na lile la mwanamke wa aliyetokwa na manii, katika madhhabu ya Imam Shafi itategemea. Ikiwa alikuwa mwanamke huyo alishakidhi matamanio yake, alikidhi matamanio yake, sawa, ikiwa ilikuwa ni hivyo, basi Shafi wanasema atarudia kuoga, atarudi kuoga tena mara ya pili. Lakini kama hakukidhi matamanio yake hatooga. Lakini alqaulu arrajih ambaye amerajisha Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ni kwamba hatooga tena. Mmoja alikidhi matamanio au hakukidhi, atakachokifanya ataenda kushika udhu upya. Udhu wake utakuwa umechanguka, atakwenda kushika udhu upya na hatooga tena. Sawa Imekuwaje Shafia walisema vile? Utakana usome kawaidi fiqhia, kuna majibu yao kwa nini walisema hivyo na kwa nini hukumu imerajishwa kauli hii ya pili. Hayo mengine niliyotaja tule majibu. Na yako mengi. Yaani haya anataja kwamba yako mengi ambao hatuyajui. Usiseme tu udhu si ule ule. Udhu ni ule, lakini kuna mambo mengi huyajui. Zaka si ndio ile ile, sawa. Zaka ya mbuzi ngapi? Si 40, sawa. Nikiwa na mbuzi 39 wagonjwa, 11 wazima, zaka natoa wapi? Katika wale wagonjwa katika mzima? Umdatus Salik inakupa jawabu. Sawa? Kwa hiyo wale waliovisoma vitabu wavifanyie murajaa, na wale ambao hawajasoma wafanye jitihada kufika. Sio mbali, ukiamua tu ni miaka kadhaa mioni mingapi. Kuna mtu alisema hapa niwape historia yangu ya kusoma japo kwa uchache, ili iwe sehemu ya kutupa mahamasa na kufahamu namna ya kuwaongoza watoto wetu katika jambo hili. Historia, mtakana msome historia za wanawachuoni. Historia za wanawachuoni, kitabu Siyar A'lam an-Nubala cha Imam Adh-Dhahabi ametaja historia za wanawachuoni. Ukisoma huko utapata hamasa nyingi. Kama ni talib ilm, jitahidi angalau kila wiki upate muda wa kupitia Siyar. Soma tarjama mwanachuoni fulani,
kadhalika viko vitabu vingi, tabaqatul hanabila, tabaqatul shafi'iyya. Ukisoma zile tarajum za wanawachuoni utapata hamaza. Sisi wengine na kuna siku nilikuwa darasani, nadhani mtu mmoja asema nataka nisome angalau nifike kama wewe. Ngambia utakuwa mjinga, yani unataka usome wewe kama mimi ndio maana niko hapa. Mimi tangu niko hapa, tangu nimekuja mwaka 2015 bado niko. Nilitoka kidogo nikaenda Saudia nikasoma, nimerudi. Na wala sio kama wanavyosema wengine kwamba, kama nilivyowaambia, mazingatio sio daraja ulilofika. Sawa, sio daraja ulilofika. Mimi sio kwamba sina uwezo kwenda kufanya da'wa sehemu, naweza kufungua, lakini naona bado naweza nikakaa hapa nikasoma na faida nikapata. Sasa kwa nini niondoke? Nadhani kwa utaratibu ambao nimeueleza mshaelewa kwamba kwa nini bado niko hapa. Sawa, bado niko hapa na Sheikh amenisomesha na ninaendelea kusoma kwake, na wako walimu wengine wamenisomesha hapa. Lugha ya Kiarabu nimejifunza kwa Sheikh Abu Nufail, lakini nimesoma kwa Sheikh Abu Al-Aliya, Allah muhifadhi, ametusomesha hapa juzuu za Arabic course zile 3 tumesoma kwake. Tumesoma Jurumia kwa Sheikh Semi, tumesoma Durra kwa Sheikh, tumesoma Mutammima. Sasa ndio tayari nishakuwa Sheikh mkubwa. Sheikh hawezi kunisomesha alfia, pamoja na kwamba alfia nimeisoma Jamia, sawa sawa nimesoma, lakini je, ndio Sheikh hawezi kunisomesha? Sheikh akifungua Mungu ni labibi, siwezi kusoma kwake, kwani nimeisoma Jamia? Sawa. Kwa hiyo mimi kiufupi nimepiga shortcut tu. Sawa, nilikuwa kama nyinyi, baadaye mimi nimesoma huko katika masekula mpaka form 6 mwisho technical combination ya PCB, na sikufeli. Kama unaona kwamba wewe utakuwa ulifeli kwa hiyo maisha yashakushinda ukaamua ngoja ukimbilie kwenye dini, sikufeli. Hata ukitaka cheti changu nikuoneshe, nitakuonyesha. Sikufeli, nilikuwa na uwezo wa kwenda university kuendelea kusoma medicine. Sawa, cheti changu kipo. Kwa hiyo nilifaulu, nikaamua kuacha huko nije katika masomo ya dini. Kwa hiyo 2014 nimemaliza form 6, 15 nikaenda tahfidhi, nikahifadhi Kenya, nikarudi hapa. Nikaanza kusoma hapa mpaka 2018 nikaenda Saudia. Soma kuliatul hadith pale Jamia Islamia, nimemaliza nikarudi, niko hapa. Na niko mpaka kufa. Sheikh mmoja yupo hai au ametoweka, mimi niko hapa. Sawa, niko hapa, nitapata faida ya kusomeshwa na mimi napata faida ya kuwasaidia wenzangu kile nilichokuwa nacho. Sawa sawa. Yule ambaye amekaa chini akasoma elimu anajua nini maana ya elimu. Sawa sawa. Kwa hiyo historia, nendeni mkasome historia za wanawachuoni mtapata. Ama sisi ambao tumepiga shortcut bado tumo sana tu, hatuwezi kuwapa faida ya hivi. Na kama nilivyowaambia wakati ule tunatayama mtu, lakini waila ilikuwa ni majlisi ya Sheikh. Mbona unaona story nyingi hapa na nini? Kwa sababu makamu si makamu yangu. Sawa. Hii makamu ilikuwa makamu ya Sheikh. Almuhim, tulikuwa tunazungumza kwamba elimu ina misingi yake na ina hatua zake. Muislamu anatakana ajitahidi kwenye kila fani. Kwa hiyo kwenye tauhidi asome mathalan vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, silsila ile al-usul thalatha, al-qawaid al-arba'. Na kuna hivi vitabu tunavitaja haina maana ni hivyo peke yake. Kuna ambavyo vinalingana navyo katika vitabu wanaoanza, yani kama Ta'lim Sibyan, khudh aqidatak, sawa. Lakini vitabu vilivyozoeleka, vitabu vya Sheikh Muhammad vina baraka ndani yake. Al-usul thalatha, al-qawaid al-arba'. Hapa kwetu soma unasoma kwanza shurutu la ilaha illa Allah, unasoma al-usul thalatha, al-qawaid al-arba', al-usul sita mpaka nawaqidh al-Islam. Huyo ni mwanafunzi aliyesoma tamhidi ya hapa. Akitoka hapo katika akida na kwenda mustawa kwanza, atakutana na kitabu tauhid pamoja na masailul jahiliya. Sawa, atayasoma haya. Akimaliza anapanda kidogo, atakutana na kitabu kashfu shubuhat. Sawa, kashfu shubuhat. Kina atakuja atasoma kitabu kile cha Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen katika al-asma wa sifat al-qawaid al-muthla. Atakuja atasoma al-aqidatu at-tahawiyya. Akipanda zaidi atasoma al-aqidatu al-wasitiyya. Sawa. Baada hapo kuna vitabu vingine vikubwa kama Fathul Hamawiyya al-Kubra wa Aqidat Tadmuriyya, Ittidha' Siratul Mustaqim ya Ibn Taymiyyah. Sawa, lakini atatakana pia asome makundi, asome firaq, ajue Mayahudi na Manasara, asome na makundi mengine ambayo yanajinasibisha katika Uislamu, Sufia, Khawarij, Qadariyya, Murji'a, Mu'tazila, asome hayo makundi, atayasoma. Sawa. Kwa hiyo mwanafunzi akisoma mpaka afika mustawa 5 katika upande wa tauhidi, hivi vyote ninavyotaja atakuwa ameshalisoma. Vimo hapo katika manhaju dirasa. Haina maana huyo sasa asomesheki eti tayari ashakuwa. Wewe ukijiona kwamba kama mimi ninajua siwezi kukaa chini ya mtu, yani hapo wewe ndio unaonyesha kama wewe ndio mjinga wa mwanzo. Yani elimu utakaposoma ukajiona mimi sasa ninajua, hapa niliko alhamdulillah, yani wewe ndio kwanza unaanza. Sababu kama tulivyotanguliza maneno ya Imam Ash-Shafi'i,
aliposema man dakhala fi rubu' al-awwal takabbar, atakaingia katika robo ya kwanza ya elimu anajikweza na anaona kwamba la yujadu alimun siwa, kuna mtu anayejua kama yeye. Akiingia kwenye rubu ya pili tawadha, anajishusha mwenyewe, kwa sababu alima anna ma yajhaluhu akthar mimma ya'lamu, atajua kwamba yale ambao hayajui ni mengi zaidi kuliko asiyejua. Ama rubu thalith, akishaingia akthara min qawlihi la adri, kila akiulizwa atakuwa anasema sijui, kwa sababu limaarifatihi bil khilaf, sababu ya kujua khilaf baina wanachuoni. Lidhalik al-Imam Malik aliulizwa mas'ala 40, mtu amekuja kutoka mjini kwao na mas'ala 40, akamuuliza fa ajaba fi 8, akajibu Imam Malik mas'ala 8 peke yake, 32 hajajibu, 32 yote hajajibu. Yule mtu anamuuliza, sasa itakuwaje nikirudi kwetu nitawaambiaje? Imamu, wewe anta imamu dunia, wewe ni imamu wa duniani, imamu mkubwa, alafu 32 maswali yote hujajibu. Asema nani akawaambia hivi, Imam Malik amesema hajui. Al-Imam Malik huyo unamsikia huyo, masala 32 asema mwambie hajui. Lakini wewe ungeuliza pengine ungejibu. Kwa sababu gani? Elimu yako ndogo, waona kwamba hili sahali tu. Ndio pigia mfano juzi wakati tunasoma Safina kwamba siku moja niko na halaka Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, akaulizwa mtu ametokwa na upepo baada ya kutoa salam na kabla ya sijida tu sahau, alikuwa anatakana alete sijida ya kusahau baada ya salam. Sasa ile ametoa salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, akatokwa na upepo kabla hajasujudu sijida ya kusahau. Je, afanyeje? Je, mnasemaje? Basi imetosha akashike udhu aje ilete sijida ya sahau au aanze swala yake upya? Mara yako wewe sasa kikutokea wewe unafanyaje? Si ndio anasema afiki si ile tu udhu si ule sawa udhu, unafanyaje hapo? Lile swali Sheikh Abdul Muhsin alisema la adiri, kwanza litafakari ايش قلت, swali likarudiwa, akafikiria akasema la adiri. Wewe usingekosha jibu. Unaona, ndio maana Imam Shafi akasema atakaingia katika robo ya tatu akthara min qawlihi la adri, atakithirisha kusema sijui kila inachoulizwa hicho, kwa sababu ya kujua khilafu ilikuwa baina ya wanawachuoni. Ama rubu arabi fala yudriku ahad, ama robo ya 4 hakuna anayefika hapo. Hiyo ni ilmu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhimu ilikuwa kwamba swala la historia zifuate kusoma historia za wanawachuoni na kitabu nishawatajia Siyar A'lam an-Nubala. Sasa wale ambao hawajui Kiarabu sasa ndio mtihani unakuja hapo. Lakini nadhani sijui kama historia pengine labda wazungu watakuwa wameandika, naweza mkafuatilia, lakini historia mimi najua zinasoma kwenye vitabu hivyo vya wanawachuoni kama Siyar A'lam an-Nubala ama Hilyatul Awliya ya Abu Nu'aym. Sawa. Wewe anauliza kuhusiana na tablighi na wao wanatumia hadithi ile majtamaa qaumun fi baitin min buyuti la yatluna kitaba Allah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim sakina, kwamba na wao wanapata utulivu. Kwanza tablighi wanafanya ile da'wa yao kwa ujinga, kwa jahili. Sababu hiyo Qur'ani yenyewe ukiwaambia wasomeshane, kwanza hawasomeshani, si hivyo. Wao kazi yao ni kusomeana visa vya uongo, visa vya hawajali. Kisa kimethibiti kikuthibiti, wao ni kusoma tu. Ali bin Abi Talib alipita siku moja, mara ala qasin yaqus, alipita katika msikiti mmoja akamkuta kuna mtu amekaa atoa visa, wale watu wa visa zungumza kuna hivi, akamuuliza hal taarifu an-nasikh wal mansukh, wewe unajua zile aya zilizofutwa kwenye Qur'an na zile ambazo zimefuta nyingine unajua? Qala la, sema mimi sijui. Kamwambia halakta wa ahlakta, ambaye wewe umeangamia na utaangamiza watu. Alikuwa azungumza visa tu, lakini maadamu haujui nasikh na mansukh ni nini katika Qur'ani, ni zipi, wewe umeangamiza watu. Kwa hiyo hawa wanawasomea watu baadhi ya visa vingine vya uongo, vingine vya kutunga, wao hawawezi kupata fadhila kwamba eti na wao wanapata utulivu na kufunikwa na malaika. Labda kama wataka kusomeshana Qur'ani, kiwa ni hivyo huwezi kusema kwamba hawatopata. Lakini kwa vile visa vyao wanavyokana kusomeana na hadithi za uongo, wanapata dhambi, kwa sababu hiyo ni alqaul ala Allah bila ilm, kumzushia kwamba Mtume alayhi salam kafanya kadha wa kufanya. Sawa, kuna mlango wa fadhail al-amali, wanachuoni wameruhusu baadhi ya hadithi dhaifa, lakini kwa masharti yake.
Huyo tablighi hajawahi kusoma hata hiyo mustalah, masharti yao anayajua wapi? Kwani wengi ni waongo. Taishia hapa, yale tuliyozungumza yatakuwa yametosheleza. Almuhimu tutaka kuashiria tu, waila tukisema tutaje kila fani uje hapa katika tafsiri wa ulumu taje fani zake, vitabu vya nahwu nitaja baadhi hapa, sarf, balagha, adab, kadhalika sira, tarikh, swala ya firaq, saab, wakati hauwezi kutosheleza. Lakini nataka kusema kwamba elimu ya dini lazima isomwe. Tenga wakati wako nusu saa, lisali zima kila siku. Ambaye anasoma nusu saa kila siku hawezi kuwa sawa na ambaye amekaa mwezi mzima hajasoma. Sababu katika kawaidi fiqhiyya kuna kaida inasema mala yudraku kulluhu la yutraku jullu, au nyingine inasema almaysuru la yasqutu bil ma'sur. Kile ambacho huwezi kukipata chote usikiache chote. Kwa hiyo wewe tujalie kwamba wewe wapenda dunia hivyo, kweli umeshindikana wewe katika kupenda kwako dunia, basi angalau wapata nusu saa, basi hiyo soma kila siku hiyo. Sema sasa mimi kama napata nusu saa tu nitasoma nini? Hata ungekuwa wasoma dakika 10 kila siku, umepata mwalimu dakika 10 akupitisha Qur'an, akupitisha jambo fulani, akuelezea tauhid, dakika 10 za leo na za kesho na za kesho kutwa, baada ya mwezi huwezi kufanana na yule ambaye hana muda kabisa. Kwa hiyo ni kweli kwamba hata dakika 10 pia hauna katika masaa 24, sio kweli, bali 10 ziko, nusu saa ukitaka yapatikana, lisali zima ukilitaka lipo. Wewe mwenyewe hujapangilia muda wako, lakini kati nianza kuhesabu masaa yako yote wakati gani. Punguza story, utasemwa na watu kama siku hizi fulani hakai tena na sisi, anajidai. Wacha waseme, kwa sababu huwezi kuwaridhisha. Ridha an-nas ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni ukomo ambao huwezi kuufikia. Kwa hiyo kama watakusema kwa sababu umeacha story umeanza kusoma, wacha waseme, sawa sawa. Kwa hiyo tenga muda, kwa sababu wewe ni mtu ambaye una malengo na dini yako. Angalau ukifa, hata kama ukufika huko panakotakiwa, lakini kwa Allah una udhuru. Na wale ambao ni wanafunzi sasa, wao muda wao wautoe fi sabilillah, muda wao mwingi kadiri anavyoweza, sawa sawa. Lakini kwa mtu atakwambia wallahi mambo mengi, lakini wakati huo ana masaa mawili amekaa na mtu anazungumza. Yaani kuna watu hawana ratiba katika maisha yao, yaani yeye yupo kwa vile kitakachotokea na yeye yumo. Yaani anaweza kaamka asubuhi sasa hivi amekaa yuko tu, kimuuliza unafanya nini? Nipo tu yani. Ana jambo analifanya. Hawa anaweza kuwa alikuja markaz kwa ajili ya kusoma, akatokea rafiki yake, hebu tuenze tu bwana kwenye kahawa pale, au wanaenda aise fulani mtende huku na yeye anaenda, twende huku. Hana ratiba. Kile lazima uwe ni mtu una ratiba yako. Mimi saa fulani, huu ni muda wa kupiga, lazima kichwa kipumzike. Huko kuna muda wa kuongea na watu, dakika zangu 20 hizi hapa. Zikishaisha naondoka, hata kama story imenoga. Hii dakika 20 za kuongea na watu, hizi dakika kadhaa ili lisali moja ili la kucheza na mke, ili lisali moja la kucheza na watoto. Yani ni mfano nataja, sio kama uweke lisali zima. Kama utaweka lisahau chini hapo utajua mwenyewe, lakini alimuhimu uwe na ratiba. Sio kwa maana ukifika pale unaweza kukaa mkeo mkakana mkeo masaa 3 4, leo yameisha, kesho tena masaa 3 4, wala hamna story ya maana zaidi, atakuingiza katika umbea. Kesho tena hivyo hivyo, kesho kutwa. Huwezi kuwa hivyo. Wakati ni dhahabu. Wakati wako lazima uwe munadham, wakati wa kuhifadhi, wakati wa murajaa, wakati wa mke na wakati wake, na yeye awe na ratiba, anajua hivyo kwamba bana, wakati wa mimi na wewe kuzungumza nikishafika ni baada ya lisali moja. Kama nikifika nyumbani hakuna mtu kunisemesha mpaka nimalize kusikiliza darasa yangu, mpaka nimalize kupitia murajaa wangu, baada ya hapo tutazungumza. Lakini usipofunga hivyo, umeshika msahafu umeanza kusoma kidogo, atakusemesha, utafunga msahafu, utamsikiliza. Kwanza utaanza kumjibu, kunasoma, mwisho wa siku unafunga. Story, ratiba imekufa. Eka ratiba na yeye aijue, aheshimu ratiba yako. Kama una rafiki yako na yeye ajue ratiba yako, aiheshimu, utapiga hatua. Lakini usipokuwa hivyo, unaweza ukamaliza miaka 4 hapa uko vile vile, au uko uliko miaka 4 5, kila ukitazama mbona kama niko vile vile kila siku. Kwa sababu una ratiba, unaishi tu. Swala la kila mtu anatakana asomeshe kile ambacho amefundishwa. Maana kama umesoma kidogo, somesha hicho kidogo. Kwa swala la wazazi ambao, kwanza mimi sikubaliani na hii lugha ya kama mtu aamue kwamba yeye ni mtu wa chini tu siku zote. Wewe weka nia kwamba mimi nitasoma mpaka nitakapoafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama ni kwa hilo lisala lako limoja, weka nia hiyo kwanza. Jambo la pili, watoto wako wasomeshe kiwango unachoweza. Umesoma kaida nurania, umeielewa, hakikisha mtoto wako kaida nurania amesoma kwako. Sio anaenda kusoma madrasa. Kwa madrasa aende kukazia. Lakini kaida nurania usimwachie mwalimu. Mwalimu akachukua hizo thawabu. Kila akisoma suratul Fatiha mwalimu anapata. Na wewe ulikuwa na uwezo kumsomesha, msomeshe mwanao.
Someshe kaida nurania, kama ndio umeisoma unajua hiyo, msomeshe hiyo. Lakini sasa ndio mimi najua kaida tu, kwa hiyo umeishia hapo. Soma, jiendeleze. Utamsomesha kaida nurania, mwingine akizaliwa pengine ndio ushapiga hatua, utamsomesha na juzuu amma, kile ambacho umesomeshwa. Adhkari muhifadhishe. Kwa kila mtu atasomesha kile ambacho amesomeshwa, usomeshe ambacho ukiwezi. Sawa Kwa hiyo kila mtu ana wajibu wa kufikisha da'wa kwa kadiri ya vile alivyo. Unajua da'wa salafia, kumweleza mtu kwa japo akaielewa, mueleze. Watoto wako unaweza kuwasomesha, wasomeshe. Mkeo unaweza msomeshe kwa kiasi unachokiweza. Kile usichokiweza basi utawaachia walimu watalifanya hilo, lakini na wewe eka nia ya kupiga. Kwa nini uridhike yani umeamua kuwa chini? Kwa nini? Yani inawezekana ukasoma na kazi yako na ukawa mtu wa maana, uwezekano upo. Kama unaweza kupata kwa siku masaa 3 mfano, ukadumu nayo ndani ya miaka 20, unafikiri utakuwa hivi? Unaweza kuwa umepiga hatua kuwashinda watu wengi tu, hata ambao wengine wako wanasoma. Usiridhike na kuwa chini. Siku ya kiyama watazama wenzako wale wako mbali sababu ya ilmu. Sawa yani mfano tujalie nyinyi nyote hamjui suratul Fatiha hapa, alafu mimi nikawasomesha. Sawa mkatoka mnajua suratul Fatiha, mkienda kuswali swala zote 5 mimi nina thawabu swala zenu 5. Na nyinyi kila mmoja huyu ana wanafunzi 100, yule ana 120, yule ana 50, mnapata za wale wanafunzi wenu kwanza na za kwenu nyie. Na wale wanafunzi wakiwa na wanafunzi wao naanzia huko, tunaenda hivyo hivyo, haikatiki chain mpaka kiyama. Sasa wewe umeamua kwa umeshindwa mambo yote, hata Qur'ani pia basi jifunze hata Qur'ani uweze kuisomesha. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, hata hapo basi. Lakini siku ya kiyama watu watakuwa wanawaangalia wenzao, umeona yule fulani kule amekuacha kwa sababu ya elimu. Wewe usiridhike na kuwa mjinga kwamba bana si ndo maamuma. Kwa nini? Kwani akili kama akili imekuni mwenda wazimu au umeshakuwa mzee kiasi kwamba haufahamu hili jambo jingine, lakini bado akili inaweza kusikia mambo na ukafahamu. Soma. Mbona mambo mengi tuyajua tu, mtu amekaa na kuelezea habari ya mpira na wachezaji wake na mambo wanaolipwa na nini, lakini wakati huo kimwambia haya njoo sasa katika udhu. Udhu una nguzo ngapi? Mambo yapi ya wajibu, yapi sio ya wajibu? Je, ikitokea mtu alikuwa anashika udhu akafika katikati amechanganyikiwa, hivi nimeosha mkono wa kushoto au kulia, hajui anafanyaje? Au alijichanganya akaanza kuosha mkono wa kushoto kwanza kabla ya wa kulia, anataka anafanyaje? Aanze udhu au aoshe kwanza mkono wa kushoto? Ameshamaliza udhu mpaka mwisho, anakuja kutamaki mkono wa kushoto akuosha, anafanyaje? Anarudia wa kushoto kisha anaenda kuswali, au anarudia wa kushoto na anaendelea na kulia tena, au anafanyaje? Huna majibu. Lakini unajua majina ya wachezaji wa mpira, alafu siku ya kiyama umwambia Allah mimi nilikuwa maamuma. Ndio hivyo? Sio hivyo. Huko lazima wa sisi kusoma dini yetu, na njia za kusoma sasa hivi ziko nyingi, vyuo vimefunguliwa kila mahali. Masalafa alhamdulillah wanajitahidi kufungua vituo, wanaleta walimu, kaa usome. Imeshindikana, umekosa mwalimu, wewe tafuta namna ziko nyingi, hata kama ni online au alimuhimu wewe unatakana usome. Sawa kama unaweza kumtafuta mwalimu akaja kukusomeshea mtoto nyumbani, tafuta mwalimu wa dini aje akusomeshe nyumbani, akusomeshe wewe na familia yako. Sasa kuna watu wanaridhika, alhamdulillah mimi watoto wangu nimewapeleka markazi wanasoma, sawa. Alafu swala yako wewe Allah akikuuliza utajibuje? Wao wana swala yao, utaulizwa kwa nini kuwasomesha, na wewe hapo una swala yako wewe, utakwenda kuulizwa kwa nini uliswali ukiwa ni mjinga. Unataka kulipe nani swala hiyo? Wewe pia huwezi kukubali mtu akaja kazini kwako, bana mimi sijasoma uinjinia, nipe gorofa nijenge. Alafu anataka alijenge na umpe na hela. Utakubali? Hauwezi kukubali. Kwa nini unataka Allah wewe uswali tu hivyo hivyo na elimu ya swala hauna, alafu akupe thawabu? Kwa nini? La yumkin. طيب نشيء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.